Naomba ukae. Naomba ukae. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Ni majira ya Kwaresima yaliyojaa kufunguliwa, yaliyojaa upenyo, yaliyojaa kuvuka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Namshukuru Mungu kwa neema aliyonipa kuwepo tena hapa Kiponguni B kwa ajili ya semina ya neno la uzima, na namshukuru Mungu pia kwa ajili ya mwinjilisti kiongozi kwa nafasi alionayo kwa kulichunga kundi la Mungu namna hii, lakini pia kwa baraza la wazee, kuanzia viongozi, katibu wa baraza na wengine, na viongozi wa vikundi mbalimbali, kwaya zetu na viongozi wa vikundi mbalimbali na Wakristo wenzangu. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mbele yenu ni mwalimu wa neno la uzima, naitwa Mwalimu Aaron Ulaya, na mimi ni Mkristo katika usharika wa Mbezi Luis, na sababu hiyo ninazo salamu za mchungaji wangu Nkya, anawasalimu sana. Amen. Mpigie makofi kwa ajili ya mchungaji wangu jamani. Vizuri sana. Mungu amenipa neema kuwepo hapa, na tutakuwa na fundisho lenye kichwa kinachosema mfumo wa baraka za familia katika msimu mpya 2026. Mfumo wa baraka za familia katika msimu mpya wa 2026. Na sababu hiyo tuna mambo mengi ya kujifunza, na Mungu ametupa kujifunza somo hili linalohusiana na mifumo ya baraka, lakini pia linalohusiana na mambo ya husuyo familia. Somo hili ni muhimu sana kwa sababu kila mmoja uliye hapa unatokea kwenye familia, na kama unayo familia basi somo hili kwako ni muhimu sana, na Mungu akurehemu. Haleluya. Tunapozungumzia kwa habari ya mfumo wa baraka za kifamilia katika msimu mpya wa 2026, maana yake kwenye title tulionayo tuna key terms mbili. Tuna maneno ya msingi mawili. Neno la kwanza ni mfumo na la pili ni baraka. Kinapozungumza neno mfumo, maana yake mfumo ni namna ya utendaji au namna ya uendeshwaji. Lakini unapozungumza kwa habari ya mfumo katika mapana yake, unaona watu wanazungumza mtaani kwamba tayari ameshaingia kwenye mfumo, leo jioni lazima tumpige hamsa. Unaona maneno haya watu wanasema, watani wa jadi, mambo ya Simba na Yanga, anasema ameshaingia kwenye mfumo. Mwingine anasema tayari tumeshamkosa yule, ameingia kwenye mfumo, tayari tumemkosa. Unaweza ukawaza nini kinachoitwa mifumo. Lakini pia utaona kwenye taasisi mbalimbali, kwa mfano mfumo wa uendeshaji wa kampuni ya Vodacom unaweza kuwa tofauti na mfumo wa uendeshaji wa kampuni ya Tigo au Airtel. Kwa hiyo mifumo hii inatofautiana mahala na mahala, na ndio maana yake unapozungumza mfumo, maana yake namna Vodacom wanavyofanya mambo yao ni tofauti na hawa wanavyofanya mambo yao. Kwa hiyo namna ya utendaji ndio inaitwa mfumo. Haleluya. Haleluya. Lakini unapozungumza neno baraka ni neno la kiroho. Neno baraka, it is a spiritual item, ni neno la kiroho linalomaanisha jumla ya mambo mema ambayo Mungu humpa mtu na baadaye kudhihirika katika maongezeko. Baraka sio jambo la kimwili wala baraka zionekane. Na hapa ndipo wengi ambapo tulipigwa chenga hapo awali hatukuweza kufahamu undani wake. Unapozungumza kwa habari ya baraka, unazungumza kwa habari ya jambo la kiroho. Huwezi kuziona baraka, huwezi kuziona baraka hata kidogo. Baraka ni invisible. Kile unachokiona sio baraka. Kile unachokiona kinaitwa maongezeko. Kwa sababu maongezeko ni nini? Maongezeko ni baraka zilizovaa mwili zikaja kwenye ulimwengu wa nyama. Mungu anapokubariki, kwa mfano mwinjilisti hapo anapoachilia baraka anasema Bwana akubarikia na kukulinda, Bwana akaongeze nuru za uso wake na unaondoka kwa amani, umebarikiwa. Kila mmoja amebarikiwa. Unaweza kuondoka mlangoni pale umebarikiwa, lakini mfukoni hauna hela. Haleluya. Kutokuwa na hela haimaanishi kwamba baraka hauna, unazo. Kwa nini? Baraka ni jambo la kiroho, lakini wengi tunafeli kuzihamisha rohoni ili zivae mwili uziishi nazo. Baraka zikitoka rohoni zikija mwilini zinaitwa maongezeko. Tumsifu Yesu Kristo. Ndio maana kwa mfano utaona kitabu cha Waefeso sura ya 1 na ule mstari wa 3, Biblia inasema wazi. Ephesians chapter 1 and verse 3, Biblia inasema atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni. Aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni ndani yake Kristo.
Kwa hiyo baraka huwa ni za rohoni, na baraka zikivaa mwili zinaitwa maongezeko. Kwa hiyo tunaposema kwamba Mungu amenibariki bwana, hili gari unaloliona ni baraka za Bwana, no. Mungu alishakubariki kabla ya kununua gari mwilini. Tayari baraka unazo rohoni, isipokuwa lile gari ni maongezeko. Ndio maana maandiko yanasema akaongezeka akamzaa, akaongezeka, unaongezeka unakuwa nacho mwilini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kila uliye hapo unayemwamini Yesu unazo baraka tayari. Tatizo ni kwamba baraka hizo hazijavaa mwili kuwa maongezeko. Kwa hiyo tunapojifunza kwenye wiki hii kuanzia leo kuhusiana na mfumo wa baraka za familia katika msimu mpya wa 2026, maana yake ni namna Mungu anavyozibariki familia, ni namna Mungu anavyozipa maongezeko familia. Na utaona wazi mfumo huu wa kibaraka za kimungu unatokea wapi. Angalia kwa mfano kitabu cha Mwanzo sura ya 14. Tulianze fundisho letu na kitabu cha Mwanzo sura ya 14, sura ya 14 na mstari wa 17. Naomba unisikilize vizuri sana kwenye andiko hili, nifuatilie vizuri sana napoanza sasa kukuonyesha mifumo ya baraka ya kimungu ilivyo. Mwanzo sura ya 14 na mstari wa 17, Biblia inasema hivi: Abrahamu aliporudi kutoka kumpiga Kedorlaoma na wale wafalme waliokuwa pamoja naye, mfalme wa Sodoma akatoka amlaki katika bonde la Shawe, nalo ni bonde la mfalme. Mstari wa 18, na Melkizedeki mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai, naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Akambariki akasema, Abrahamu na abarikiwe na Mungu aliye juu sana, muumba wa mbingu na nchi. Ahimidiwe Mungu aliye juu sana, aliyewatia adui zako mkononi mwako. Abrahamu akampa fungu la 10 la vitu vyote. Hebu sema, akampa fungu la 10 la vitu vyote. Watoto wa Mungu, stori hii kwenye kitabu cha Mwanzo inaonyesha namna ambavyo Mungu amejenereti mfumo wa baraka. Hapa anamtumia Ibrahimu kumuingiza kwenye mfumo wa baraka ili watu wote watakaomwamini Mungu kwa njia ya Ibrahimu wapata hizo baraka. Lakini Ibrahimu hapo kwanza alikuwa anakaa kwa baba yake anaitwa mzee Tera. Tera alikuwa ni baba yake Ibrahimu, naye ni baba yake Nahori. Tera alikuwa anamiliki miungu ya giza. Tera alikuwa ni mwovu. Tera alikuwa ni mwenye dhambi. Tera alimkataa Bwana, akawa anaiabudu miungu. Tera akakosa kibali mbele za Bwana. Mungu akawa anawaza anatakiwa kuanza kitu na Ibrahimu, anatakiwa kuianza safari ya baraka na Ibrahimu. Sasa atafanikiweje kuanza? Sasa Mungu akamshawishi Ibrahimu pasipo Ibrahimu kujua, apokee baraka kwa Melkizedeki mfalme wa Salemu. Lakini jambo hili nataka uone pale vizuri. Ibrahimu ametoka kupigana vita, anakutana na Melkizedeki. Melkizedeki huyu anambariki Ibrahimu, alafu Ibrahimu anaachilia fungu la 10 la vitu vyote. Then Melkizedeki analeta mkate na divai. Kwanza akamshirikisha Ibrahimu meza ya Bwana. Kwa mara ya kwanza meza ya Bwana haipo kwenye kitabu cha Mathayo, sio kweli. Meza ya Bwana iko kwenye kitabu cha Mwanzo. Wakati Melkizedeki anamshirikisha Ibrahimu meza ya Bwana, maana yake alileta mkate pamoja na divai, akamshirikisha meza ya Bwana. Kwa hiyo tunaanza kuona kitabu cha Mwanzo ni mwanzo wa kila kitu, mpaka meza ya Bwana imeanzia kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo ni mwanzo wa ndoa, ni mwanzo wa biashara. Ukiona Mwanzo 34 anasema wazi, kaeni katika nchi hii na kufanya biashara na kupata mali. Kwa hiyo kitabu cha Mwanzo ni mwanzo wa kila kitu, mwanzo wa wivu. Unaona habari za Kaini na Habili. Kaini akamwonea wivu mwenzake akamuua. Kitabu cha Mwanzo ni mwanzo wa kila vurugu unayojua wewe. Mpaka baba kulala na binti yake imeanzia kitabu cha Mwanzo. Mpaka mtu kubakwa imeanzia kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo kina kila kitu chenye maisha ya mwanadamu. Haleluya, watoto wa Mungu. Mpaka ukombozi wako haujaanzia kitabu cha Mathayo, imeanzia tangu kitabu cha Mwanzo. Hebu kipigie makofi kitabu cha Mwanzo. Kwa hiyo Mungu anawaza sasa namna ya kuingiza Ibrahimu kwenye mfumo wa baraka. Mungu anaruhusu Ibrahimu aachilie sadaka kwa Melkizedeki. Melkizedeki huyu anaonekana ni mfalme wa Salemu, lakini ukimsoma Melkizedeki vizuri sana kwenye kitabu cha Waebrania ile sura ya 7 kuanzia mstari wa 1, inamfunua Melkizedeki sio tu mfalme wa Salemu, bali ni Bwana Yesu. Angalia kitabu cha Waebrania sura ya 7 kuanzia mstari wa 1 pamoja na mimi uone maneno haya.
Ebrania sura ya 7. The book of Hebrews chapter 7 and verse 1. Usipochomekea Kiingereza kuna wasomi hawakuelewi. Haleluya. Haleluya. Na kuna maana nimechomekea Kiingereza msomi akatingisha kichwa. Haleluya. Waebrania sura ya 7 na ule mstari wa kwanza. Unapokuwa mwalimu unafundisha wote. Amen. Unafundisha mazuzu, unafundisha waelewa, unafundisha usio kuja na Biblia kanisani wala kitabu cha jimbo wala handkerchief, anakuja kana kwamba anakwenda kwenye chanjo ya pepo punda. Hana chochote. Waebrania sura ya 7 na ule mstari wa kwanza, Biblia inasema hivi: kwa maana Melkizedeki huyo mfalme wa Salemu, kuhani wa Mungu aliye juu, alikutana na Ibrahimu akirudi katika kuwapiga hao wafalme, akambariki, ambaye Ibrahimu alimgawia sehemu ya 10 ya vitu vyote. Sasa angalia jina la huyu Melkizedeki. Tafasiri ya jina lake la kwanza ni mfalme wa haki. Hebu sema mfalme wa haki. Anaitwa mfalme wa haki. Tena mfalme wa Salemu, maana yake mfalme wa amani. Hana baba, hana mama, hana wazazi, hana mwanzo wa siku zake wala mwisho wa uhai wake, bali amefananishwa na mwana wa Mungu. Huyo adumu kuhani milele. Pige makofi huyu kuhani milele. Kwa hiyo unamuona Bwana Yesu katika sura nyingine hapo kwamba anaonekana ni Melkizedeki, na ndio maana mwenye mamlaka ya kumshirikisha mtu meza ya Bwana si yoyote isipokuwa Bwana Yesu. Alikuja kuifanya hivyo kwenye Agano Jipya wakati anaelekea kwenye mateso, akawashirikisha meza ya Bwana. Alifanya pia kwa Ibrahimu katika kitabu cha Mwanzo. Haleluya, kanisa la Mungu. Nani mpaka hapo nanielewa vizuri sana? Sababu hiyo sasa unaona akamshirikisha meza ya Bwana. Ibrahimu akampa sadaka, alafu akambariki. Alipombariki Ibrahimu, hizi baraka zikamuingiza Ibrahimu na uzao wako kwenye mfumo wa kibaraka za kimungu. Ndio maana alipokufa Ibrahimu, baraka zikahamia kwa Isaka. Ukisoma Mwanzo sura ya 25 mstari wa 11, andiko lina nukta tu fupi pale. Linasema kwamba kisha baada ya kufa kwake Ibrahimu, Mungu akambariki Isaka. Kwa hiyo baraka zinashuka kutoka kwa Ibrahimu zinakwenda kwa Isaka, zinashuka kwa Yakobo kwenda kwa vijukuu mpaka vitukuu. Kwa hiyo mfumo wa baraka wa kimungu unaanzia juu kwa mzazi. Sasa bahati mbaya tulionayo wengi tulio hapa, watu wengi tulio hapa hatujarithi baraka. Nina uhakika 75% ya watu tulio hapa itakuwa 25 tu waliorithi baraka. Wengi tumerithi makorokoro kutokea kwa waliopita. Kuna mtu umerithi jina ambalo bibi alikufa nalo, kwa jina hilo tafasiri yake ni masumbufu. Yaani una jina ambalo ni magonjwa. Tumerithi makorokoro fulani ambayo sio baraka za kimungu. Kwa hiyo familia zetu zimekuwa contaminated na mifumo ya ajabu ajabu. Na ndio maana kwa mfano ukiangalia kitabu cha Mwanzo ile sura ya 9 kuanzia mstari wa 22, utaona stori ya mzee Nuhu. Ametoka kwenye safina akawa mkulima, akalima mizabibu, akanywa divai, akalewa. Utaona wazi kitabu cha Mwanzo sura ya 9, Nuhu anatoka kwenye safina. Na jambo moja ambalo watu hawajajua, nikupe kapa password. Nuhu alipotoka kwenye safina, chukua hii password itakusaidia. Hakujua kama maji yameisha nje. Jambo la kwanza lilolifanya, Nuhu alimchukua kunguru, akamtuma kunguru akamwangalizie maji. Akamwambia kunguru, niangalizie kama gharika limeisha. Kunguru akakuta mizoga imezagaa ya watu waliokufa na maji. Kunguru akasahau kurudi, akaanza kula nyama, kula mizoga. Nuhu kasubiri mpaka akachoka. Ikabidi amtume mjumbe mwingine, njiwa. Njiwa alipokuja akatua mahala pakavu, akarudi kwa Nuhu miguu yake ikiwa na matope. Ndio Nuhu akajua maji yameisha, akatoka. Ndio maana mpaka leo kunguru huwezi ukamfuga. Haleluya. Usifikiri kunguru afugiki kwa bahati mbaya, sio. Kunguru huwezi ukamfuga mpaka leo, lakini njiwa anafugika. Haleluya, watu wa Mungu. Mpigie makofi njiwa jamani. Pigie makofi. Kwa nini usiwaze kama mtu mzima? Kwa nini Roho Mtakatifu asingeshuka katika umbo la kunguru? Kwa nini? Afugikagi, hana adabu. Haleluya. Kwa hiyo kwenye mazingira hayo sasa Nuhu akatoka kwenye safina, akaanza kuwa mkulima, akalima mizabibu. Alipolima mizabibu Nuhu akanywa divai kamzidi, akalewa. Alipolewa akalala barazani kwake, nyumbani kwake, akawa uchi. Ndani kwake Nuhu alikuwa na watoto 3 wa kiume. Watoto hao 3 kila mmoja alikuwa na mke wake, alikuwa na watoto wake. Kwa hiyo Nuhu aliingia kwenye safina akiwa na watoto wake, akiwa na wakwe, akiwa na wajukuu zake na wanyama kadha wa kadha.
Sasa mtoto wake mmoja kati ya wale watatu anaitwa Hamu, mtoto wake mwingine anaitwa Shemu na Yafeti. Sasa Hamu akawa ameuona uchi wa baba yake. Alipouona uchi wa baba yake, Hamu akatoka nje, anakimbia, anacheka, akaanza kumtangaza baba yake. Anamwambia kaka zake, oya, njooni mumuone Mshuu akamwaga lazi. Anamtangaza baba yake. Kaka zake wawili wakamwambia, dogo, unakosea. Baba huwezi kumsema hivyo hata kama amelewa. Kaka zake wawili Shemu na Yafeti wakachukua vazo, wakarudi kinyume nyume, wakamfunika, wakamsitiri baba yao. Kwenye ule mstari wa 24 Mwanzo sura ya 9 inasema hivi: Nuhu alipoelevuka kutoka katika ulevi, yani pombe zilipomuisha, akajua mwanake mdogo alichomtendea. Haleluya! Kaa vizuri na walevi, pombe zikiisha wanakumbukaga. Bwana Yesu asifiwe. Nuhu akakumbuka, akajua mwanangu huyu amenitenda hivi, amenisema vibaya, amenitangaza, ameuona uchi wangu. Nuhu akaamua kumwaga laana, akamlaani sio aliyemuona, akamlaani mjukuu wake, yani akamlaani mtoto wa aliyemuona. Hamu ndo aliyetenda kosa. Nuhu akaachana na Hamu, akamlaani mtoto wa Hamu, anaitwa Kanani. Kanani alikuwa ni mtoto wa Hamu, akalaaniwa na Nuhu, akaambiwa utakuwa mtumwa kabisa Kanani, na utakaa kwenye hema za Yafeti. Akalaaniwa katoto Kanani. Kanani alikuwa ni katoto. Ni sawa na leo pale nyumbani kwako uwe na mtoto wako ambaye ana mtoto wake. Katoto akajui kanakoendelea, kenye kanacheza tu, kama kanachezea visoda, akajui kanachoendelea. Kumbe babu katamka laana. Kama Kanani angekuwa anajua, angeambiwa, sikiliza Kanani, matatizo unayoyapata babu yako alikutamkia laana, vunja hiyo laana. Kanani angevunja na angekuwa sawa. Lakini by then kulikuwa hakuna neema ya Mungu, neno la Mungu lilikuwa halijafunuliwa bado kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Haleluya! Lakini sisi leo tunalo. Mpigie Bwana makofi jamani. Na sababu hiyo sasa Kanani ni katoto mpaka kanakuwa kama mtu mzima, akajui kama babu alitamka maneno, hakajui. Kanani akaja kuoa mke, akazaa watoto na yeye, watoto wakazaliana, kabila likaongezeka mpaka likawa taifa kubwa, wakaitwa Wakanaani. Ndio maana ukisoma kwenye Biblia Mungu anaposema kwamba nitamfukuza Mkanaani, kuna nchi iliyojaa asali na maziwa, pana Mkanaani nitamfukuza niwape nyie. Unaweza ukawaza huyu Kanani alikoseaga nini? Ni ile laana ya babu. Kwa hiyo watoto wake mpaka wajukuu wanarithi mfumo wa laana. Nikikufundisha kwa habari ya mfumo wa baraka za kifamilia, uwe na uhakika kuna mfumo wa laana pia kwenye familia. Kuna familia hazijarithi baraka, hapana, zimerithi laana za magonjwa. Kuna familia zimerithi laana za matatizo. Ndio maana ukianza kumtrace huyu Kanani, kila alichomiliki Kanani alinyang'anywa. Yaani hata kama Kanani aliposa mke, wenzake walilala naye. Hajawahi kuwa na utulivu, hajawahi kuwa na kikao, hajawahi kuwa na nchi inayoeleweka. Kila siku akihamia hapa wanampiga vita na feri, anakwenda huku. Ikafika wakati mpaka watoto wake, kila mtoto wa kike wa mzee Kanani alikuwa ni spiritual marufuku kuolewa. Yaani hatakiwi kuolewa hata kidogo. Story hii unaipata kwenye Mwanzo sura ya 28 mstari wa kwanza. Angalia Mwanzo sura ya 28 pamoja na mimi ule mstari wa kwanza. Mwanzo sura ya 28, nikuonyeshe jambo hili na mstari wa kwanza. Mtanivumilia jamani, ualimu unanisumbua, napenda kukaa karibu na wanafunzi. Haleluya. Mwanzo 28 mstari wa kwanza. Angalia Biblia yako pale inavyosema. Biblia inasema hivi: basi Isaka akamwita Yakobo, akambariki, akamwagiza, akamwambia, usitwae mke wa binti za Kanaani. Ondoka uende pandani Aramu mpaka nyumba ya Betueli baba wa mama yako, ukajitwalia huko mke katika binti za Labani ndugu wa mama yako. Unaona maneno haya hapa, mzee Isaka anaelekea kufa, anamuita mtoto wake Yakobo, sogea hapa nikubariki. Isaka anambariki Yakobo, lakini anampa precaution. Anamwambia, mwanangu sikiliza, marufuku kuoa binti za Kanaani. Kwa nini marufuku? Ni ile laana ya tangu ya kitabu cha Mwanzo sura ya 9 ya mzee Nuhu. Kwa hiyo unaona watoto wote waliozaliwa kwa mzee Kanani wanarithi matatizo yanayofanana. Kwa hiyo familia ya mzee Kanani iko katika mfumo sio wa baraka, ila mfumo wa laana. Yesu atusaidie sana. Na ndio maana watu wengi tulio hapa, familia zetu tulizo hapa, nina uhakika kila uliye hapa kwenye familia, inawezekana uko hapa, Mungu amekuchagua kwenye familia yako yenye makorokocho, amekusafisha, amekupa elimu, amekufungulia milango ili wewe ndio uwe msaada wa hiyo familia. Mungu akitaka kuiponya familia, haikomboi familia yote at once, hapana. Anamtafuta mtu mmoja wapo ndani ya familia,
alafu anamchomoa yule mtu, anamfanya amjue Mungu. Akishamjua Mungu, Mungu anamtengenezea njia, huyu mtu anafanikiwa. Akishafanikiwa ndio anamtuma kuisaidia familia yake. Haleluya! Kuna watu mko hapa, inawezekana nyie ndio mnao sponsor watoto wa baba zenu wadogo. Kuna mtu unasomesha watu ambao hata wahusiani na wewe. Kuna mtu ukiisha umeme nyumbani unatumiwa wewe message. Kuna mtu babu kijijini, bibi kijijini, mama yako, kila mtu jicho kwako wewe. Akiwa na shida unapigiwa wewe simu. Yaani wewe ndio lango la familia. Lakini bado mifumo ya familia itakumulika sana wewe, kwa sababu unaisaidia familia yako iliyokuwa kwenye mfumo wa laana. Lakini nakwambia hivi, mifumo hiyo inaweza ikakumulika wewe. Na ndio maana kwenye familia zetu Afrika na Tanzania tulionayo, wale watu wazuri ambao ni msaada kwenye familia huwa hawakai. Wale watu ambao wanaisaidia familia yao sana, tegemezi, chunguza, wale huwa wanakufa haraka. Usifikiri ni bahati mbaya, ile ni vita ya kimfumo, wanapigwa kwenye familia, wanakufa haraka. Tunaishia kubaki na misemo ya wahenga kwamba vizuri ya vidumu. Sio kweli, wanatafutwa ili wadondoke. Ndio maana kwenye wiki hii Mungu amenipa neno la kukwambia, yoyote uliye hapa ambaye wewe ni msaada kwenye familia ama kwenye ukoo, hautadondoka katika jina la Yesu wa Nazareti. Haleluya, watoto wa Mungu. Mwambie mwenzako hautadondoka. Habari imekufikia, hautadondoka kwa jina la Yesu. Tuna watu wengi mno wanapata matatizo, alafu wanawaza, jamani, wanaobaki kwenye familia wanabaki wanalia. Na ndio maana chunguza kwenye misiba tulionayo, cheki msibani. Wewe ukitaka kujua huyu mtu ni wa aina gani, angalia wanaolia msibani. Usiangalie waombolezaji, angalia wanaolia. Utamwona mtu anaingia kwenye msiba, mita 200 afike kwenye msiba, ameshaanza, nani atanisomesha? Unajua, jomba alikuwa anasomesha. Kwa nini? Tunaumia kwa sababu wale watu ambao Mungu amewatenga kama potential wanashambuliwa sana kwenye ulimwengu wa roho. Lakini Mungu ni Mungu wa kimfumo, ili uweze kuingia kwenye mfumo wako. Naona hapa Ibrahimu anasababishwa, anatoa fungu la 10. Fungu la 10 alilolitoa Ibrahimu halijabaki kwa Ibrahimu mwenyewe, likashuka kwa Isaka, kwa Yakobo, mpaka kwa vitukuu. Ndio maana kwa mfano, angalia kitabu ya Ebrania hiyo sura ya 7, Ebrania sura ya 7 mstari wa 9. Sogea pale kitabu cha Ebrania sura ya 7 mstari wa 9, na kusubiri ufungue Biblia. Najua kuna watu hawasomaji Biblia isipokuwa Jumapili tu. Fungua Biblia pale ulipo. Najua uko bize na mambo ya kazi. Leo angalau una neema, ufungue Biblia. Kimwona mtu anahangaika sana, unajua Biblia yake haifunguliwaji. Biblia haina siri. Ukiwa uisomi makaratasi atakucha. Ukiwa uisomi Biblia makaratasi yanashikana. Ukiisoma inakuwa laini. Haleluya. Ukiona mtu anahangaika sana, msaidie. Msaidie. Waebrania iko kwenye Agano Jipya jamani, sio kwenye Yeremia. Waebrania sura ya 7 na ule mstari wa 9. Naomba tafadhali kama hujafika hapo chungulia kwa jirani. Waebrania sura ya 7 ule mstari wa 9, chungulia kwa jirani. Kwa mzee wa kanisa pia usome Biblia. Mzee wa kanisa chungulia hapo. Haleluya. Mstari wa 9, watoto wa Mungu, tuangalie pale tafadhali. Chungulia kwa jirani yako tu tujifunze. Tena yaweza kusemwa ya kuwa kwa njia ya Ibrahimu hata Lawi apokee sehemu ya 10, alitoa sehemu ya 10. Mstari wa 10. Kwa maana alikuwa katika viuno vya baba yake hapo Melkizedeki alipokutana naye. Sasa angalia hapa. Biblia inasema kwamba Lawi apokee sehemu ya 10. Mungu alilitenga kabila la Lawi ili wawe na kazi ya kupokea mafungu ya 10 na sadaka, wasifanye kazi yoyote. Sasa Biblia ina identify Lawi kwamba Lawi na yeye anayepokea fungu la 10. Imempasa kupokea kwa sababu alikuwepo kwenye viuno vya baba yake hapo Melkizedeki alipokutana naye. Weka password pale. Lakini aliyekutana na Melkizedeki sio Lawi. Aliyekutana na Melkizedeki ni Ibrahimu. Haleluya. Lakini kwa nini inahesabika kwamba Lawi na yeye alikutana na Melkizedeki? Wakati Melkizedeki anatoa sadaka, Ibrahimu anatoa sadaka kwa Melkizedeki, hakutoa mwenyewe. Alitoa pamoja na watoto wake, alitoa pamoja na wajukuu wake, alitoa pamoja na vitukuu vyake. Bwana asifiwe. Kwa hiyo unapotoa sadaka siku zote, usiwe na mentality ya kwamba unatoa mwenyewe. No, unatoa kwa ajili ya wewe na vizazi vyako. Lakini pia utaona kwenye Biblia hakunaga neno babu. Biblia itakiwa iseme hivi, Lawi na yeye apokea sehemu ya 10. Imempasa kupokea sehemu ya 10 kwa sababu alikuwepo kwenye viuno vya babu wa babu yake.
Lakini kwenye Biblia hakunaga babu wala bibi. Kwenye Biblia ni baba na mama, baba na watoto, mama na mtoto. Ndio maana Yesu akamwambia mama, tazama mwanao. Hakunaga bibi, ni wewe tu unayetamani kuitwa babu, ni wewe tu unaitwaga kuitwa bibi. Mwambie mwenzako usipende kuitwa babu wala bibi. Nikamwambia watu asubuhi baada ya kwanza, kuna majina ukiona umeanza kupewa, jua umeanza kuaga mechi. Mashindano umeanza kuyaaga. Ndio maana mimi hata wajukuu zangu si tutoto tule, tutoto tu watoto wangu atakayeniita babu na mnyuka makofi. Ndio. Kwani kuishi sikupanga, kila mmoja apange. Wewe panga. Haleluya. Kila mtu ashinde mechi zake, sikulazimishi na wewe. Wewe unapenda kuitwa babu ndio unaona heshima, itwa. Lakini uwe na uhakika hakuna babu anayekula mishikaki na chipsi chombeza, hayupo. Hakuna babu anayekwenda kwenye kibanda mahali akaomba kitimoto kilo moja rosti na ndizi 4. Babu gani huyo? Mababu wote vyakula vyenu ni miogo. Nakwambia mimi, hata nguo kuvaa, ukishakuwa na mentality ya kutaka kuitwa babu, eti bibi, angalia utakuwa unavaa vibaya. Utakuwa unavaa makoti ambayo yale makoti tu yamejikusanya kusanya. Yaani hata wigi huwezi kuvaa. Kwa nini bibi? Lakini lazima ujiupdate yourself. Haleluya. Mwambie mwenzako jiupdate mwenyewe. Hata kama umri umesogea sana, never entertain to be called grandfather. Eti grandpa, shindwa. Grandpa maana kwa sababu ukishatoka kwenye grandpa, maana chagua kipande mapema tukuzikie wapi. Mimi sieleweki, kwanza sifi mapema, nipo sana. Ndio maana hata kama nikiwa na umri mnene, hata kama nikiwa na umri ulioendelea sana, sitaacha kuvaa vizuri, nitapiga vimondo, t-shirt, kofia na tafuna bigiji. Haleluya. Nakwambia hata wewe nakutia moyo. Usikae tu mama unajikusanya na mavitenge, eti kwa sababu ndio una miaka 52, hata nguo zako unabadilisha. Unaanza kutafuta kanga za chama na kipenda chama changu, utakufa haraka. Utakufa haraka. Achana na nguo hizo. Haleluya. Mwambie mwenzako achana na hizo nguo. Achana nazo. Eti hii kwa sababu tu tayari mtoto wake wa kike kajifungua, kwa hiyo anahisi yeye ni bibi tayari. Anavaa kanga za mwenge, tuuenzi mwenge wetu, hekima za Mwalimu Nyerere. Nani nakwambia? Vaa viwalo, pendeza safi. Haleluya. Tafuta wigi iweke sawa. Kuna la kushonea, kuna la kofia. Kama la kushonea ni kero, kwa sababu kulivua ni mtihani, chukua la kofia. 3,000 Kariakoo pale, ongea na watu vizuri. Bwana Yesu apewe sifa. Unaweka wigi sawa. Hujawahi kuona wewe? Shida yenu hamna research nyinyi watoto wa Mungu. Fanya research kule duniani. Kuna bibi, ni bibi kabisa, anakwenda kwenye harusi ya mjukuu wake, anajikwatua mpaka unaogopa. Bibi yani anapita mbele zako, anaingia kwenye ukumbi wa harusi huko, anatafuna bigijini. Amependeza bibi, wanja umekaa sawa, injo face imetulia. Unaweza kusema huyu ni mtoto wa 2000. Unanitunza, natunzika. Na ninaweka kwenye unanitunza. Unafikiri kwa nini majoo haya yalikuwa na tumifuko? Weka mambo kama haya. Haleluya. Kwa sababu nakwambia hivi, ili mtoto wa Mungu uwe mtu wa kujihuisha at any time. Tunashindwa hata na leptilia, tunashindwa hata na mijusi. Mjusi akijiona na zeeka anavua gamba lake, katoto ka 2000. Unashindwa hata na mjusi. Haleluya. Mwambie mwenzako pendeza. Mwambie mwenzako pendeza. Mimi wanashangaga sana. Unaweza kukuta sasa dada eti hata hajaolewa, naye anavaa makanga, anashinda. Achana mambo hayo. Kama dada hujaolewa uko hapa, hata unapokuja ibadani pa kukaa angalia. Usikae kwenye mstari wote ni wakina mama wameolewa, utoboi. Siwaambii mambo yote. Unamtunza, nitunze, natunzika. Natunzika. Leta mchezo hapa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuna mifumo ambayo inawakandamiza watu. Na haya mambo utakuja kuona kifamilia ni kimfumo. Kuna mtu shida unazopitia sio zako. Kuna mtu dhambi ulionayo ni ngumu sana kuiacha, kwa sababu sio dhambi yako personal. Ni dhambi iliyokaa kwenye mfumo wa familia. Kwa hiyo inapokukamata, inakukamata in a very comprehensive way, kwamba uchomoki. Hiyo inahitaji extraordinary power. Kwenye wiki hii tutaiambia inatosha katika jina la Yesu. Shangilie Bwana kwa makofi. Haleluya. Kwa hiyo kila mmoja zingatie mambo haya. Kuna wengine mambo ya kibali kwao hayawezekani. Kwa nini? Mfumo wa familia hauruhusu. Nakwambia hivi, unaona Kanaani watoto wake walikuwa hawaruhusiwi kuolewa. Lakini pia kuna familia ambayo kila mtoto wa kwanza, kila mzaliwa wa kwanza hawezi kutoboa. Kwa mfano, unaona familia ya mzee Ibrahimu.
Kila aliyezaliwa wa kwanza kwenye ukoo wa mzee Ibrahimu tangu ameanzisha, mzaliwa wa kwanza hajawahi kutoboa. Nikupe mfano. Ibrahimu alikuwa na watoto wawili. Wa kwanza sio Isaka. Wa kwanza ni nani? Ishmaeli. Agano la Mungu alijafanywa na Ishmaeli, likafanywa na Isaka. Isaka akazaa matoto mawili. Toto la kwanza ni Esau, la pili Yakobo. Agano la Mungu likadondoka kwa Yakobo, likamuignore Esau. Yakobo akazaa matoto 12 kama timu ya mpira, 12. Toto la kwanza linaitwa Ruben. Ruben alijapata baraka ya Bwana, sana sana liliachiwa laana. Alimwambia kabisa Ruben, kwa sababu Ruben aliwahi kuchepuka na mama yake wa kambo. Siku mzee anatoa baraka, kaita watoto wake wote hapo. Kwenye Mwanzo 49 story utaiona kuanzia mstari wa kwanza. Kaita watoto wake wote, sogeni hapa. Msikilizeni Israeli, baba yenu anawaambia mambo yatakayowapata siku za mwisho. Akaanza kwa mzaliwa wa kwanza. Ruben, mzaliwa wangu wa kwanza. Wewe ni malimbuko ya nguvu zangu. Lakini umekipanda kitanda cha baba yako, umevuka mpaka kama maji. Kwa hiyo hautokuwa na ukuu tena. Ndio maana kwenye taifa la Israeli, mimi nimekuwapo pale. Hakuna mtu aliyetokea kwenye uzao wa Ruben hata akawa monitor wa darasani, hayupo. Hayupo. Kwa nini? Maneno aliambiwa baba. Kwa hiyo wote waliozaliwa wanazaliwa kwenye mfumo huo. Ndio maana kila aliyetokea kwenye kabila la Rubeni, hata mauti yake ilikuwa ni ajabu ajabu. Kama unakumbuka stori ya Kola na Dathan. Kola ni wa uzao wa Ruben. Angalia kifo chao, ardhi ilifunguka ikawameza, ardhi ikafunga, watu wanaendelea na shughuli zao. Lakini unaona huyo Ruben hajapata agano la Mungu, likaenda kwa mtu mmoja kule chini, wakina Yuda wakapata agano. Yuda akazaa matoto mawili, Zela na Pelesi. Zela kupata kitu, agano la Mungu likaenda kwa wapili, Pelesi. Uzao ukashuka mpaka kazaliwa Daudi kwenye nyumba ya mzee Yese. Yese kazaa matoto, Eliabu la kwanza liko pale. Eliabu hajapata agano la Bwana, likaenda kwa Daudi. Daudi naye kazaa matoto, la kwanza ni Absalom. Agano la Mungu likamwacha Absalom, likadondoka kwa Solomoni. Kila mmoja aliyezaliwa wa kwanza hajawahi kupenya. Hilo ndio tatizo pia tulilonalo. Kuna watu kwenye mafamilia yetu, kila mzaliwa wa kwanza maisha yake ni hoi. Kila mzaliwa wa kwanza anapigwa vita adondoke kabla ya wakati. Kwenye wiki hii nitakuwa na neno na wazaliwa wa kwanza katika jina la Yesu Kristo. Tuna kazi ya kufanya. Nenda na Masaka Ligosaya. Mtu mwenzako 5, mwambie tuna kazi ya kufanya. Mwambie tuna kazi ya kufanya. Tuna kazi ya kufanya. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa hiyo utaona mambo haya katikati ya wiki kwa habari ya mifumo na namna ya kuintegrate familia yako na mifumo ya kimungu ya baraka za kimungu. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Tumsifu Yesu Kristo. Haleluya. Mshangilie Bwana kwa makofi mengi sababu hiyo. Sababu hiyo tutakapokuwa tunaomba sasa, tutajifunza mambo kadha wa kadha. Lakini tutaomba sana kwa habari ya familia zetu na ukombozi wa kifamilia. Na utakuja kuona pia hata matatizo ya kukubalika, hata matatizo ya kibali. Jambo la kibali, Mungu anapokuleta kwenye uso wa nchi na unapozaliwa kwenye tumbo la mama yako, Mungu anakuwa anakupa mambo makubwa matatu tangu ukiwa tumboni. Mungu anakupa mambo matatu. Jambo la kwanza, Mungu anakupa kitu kinaitwa hatima. Jambo la pili, Mungu anakupa kitu kinaitwa kipawa. Jambo la tatu, Mungu anakupa kitu kinaitwa kibali. Mambo haya matatu hauyapati baada ya kusoma shule, no. Mambo haya matatu nayapata tangu ukiwa kwenye tumbo la mama yako. Na ndio maana kwa mfano, utaona kitabu cha Yeremia sura ya 1 mstari wa 4 na 5, neno la Mungu linasema hivi: neno la Bwana likanijia kusema, kabla sijakuumba katika tumbo la mama yako nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Kwa hiyo unabii wa Yeremia hajaupata kwenye chuo cha kinabii, no. Unabii wa Yeremia ameupata tangu tumboni. Maanake Mungu ameshampa kukubalika tangu tumboni. Mungu amempa kipawa tangu tumboni. Mungu amempa hatima tangu tumboni. Hebu ni break it down hivi vitu vitatu uweze kunielewa. Tunapozungumzia kwa habari ya hatima, a human destiny. Hatima ni nini? Hatima ni jumla ya mambo yote ambayo Mungu amempa mtu kuyaishi na kuyapata kabla ya kufa na kurudi mbinguni alikotoka. Kwa mfano, unaweza kuwa umezaliwa kwenye tumbo la mama. Hatima yako wewe ni biashara. Yaani tangu mdogo wewe ni biashara, hiyo ndio hatima ulionayo. Maana yake utafia kwenye hiyo. Yaani mpaka mtu mzima miaka yako imeondoka unafia kwenye hiyo. Hile ndio hatima yako. Au ni muimbaji, ndio hatima yako. Kwa hiyo uimbaji kwako ni hatima. Hatima kwako ni maybe kumtumikia Mungu. Lakini Mungu anakupa kitu kingine cha
kufulfill hatima ulionayo kinaitwa kipawa. Ni nini? Kipawa ni zawadi ya kimungu anayopewa mtu ili kufika kwenye hatima yake. Kwa mfano, nikutolee mfano, man of God. Mimi ni mwalimu, vumilia. Nakuomba. Hebu mpige Bwana makofi kwa ajili ya huyu kaka. Haleluya. Amen. Unaitwa nani? Venance. Kwa mfano, Venance tangu kwenye tumbo la mama yake Mungu alishampa haya matatu. Haya matatu Mungu akupi kwa sababu ni Mkristo? No. Mungu ni Mungu wa wote wenye mwili. Hata Muislamu ako nayo. Ndio maana unaweza ukashangaa kuna njemba haiji kanisani afu imetoboa kuliko wewe. Wala usiumie. Kutoboa hapa duniani ni acrobatic za kidunia, lakini kwenda mbinguni ni Kristo pekee. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Venance ana haya matatu. Venance ana hatima, ana kipawa, ana kibali. Hatima tayari anayo, na hivi vyote ni invisible, ni mambo ya kiroho. Lakini kipawa alicho nacho Venance utakijuaje? Hawezi kufika kwenye hatima yake huyu mpaka kipawa chake kionekane. Kwa mfano, kuna watu ambao wana kipawa cha elimu. Elimu nayo ni kipawa. Kuna wengine wana kipawa cha uchoraji. Unaweza ukafika mahala fulani Mlimani City pale, umepanga foreign zako kwenye benki ufanye transfer, umenichora saa ngapi? Ana kipawa yule. Kuna wengine na vipawa vya elimu, amesoma, yani na mahesabu yako hapa. Unaweza ukamuuliza mahesabu 890 mara 718 ni ngapi? Ukampa sekunde 5 tu akakujibu 3218. Ukipiga kwenye calculator kweli, kwa sisi wa Chikayelo lazima calculator. Ukipiga pale ni kweli. Unamshangaa sana, umejuaje? Ana kipawa. Haleluya. Na kila Venance yuko hapo, huwezi kumwona na soloist hata siku moja. Kwa nini? Kuna mwenye kipawa sauti. Bwana Yesu asifiwe. Yaani zaka bingwa wa michezo, tunacheza step ndio tayari imeisha kakae. Kila mmoja ana cha kwake. Hebu mwambie mwenzako una cha kwako. Na mimi nina cha kwangu. Kuna mwingine ana kipawa cha uzuri. Uzuri nao ni kipawa. Hatufanani kupishana na mtu mzuri kuliko wewe mpaka ukamshangaa. Hatufanani nakwambia. Of course kila mmoja ni mzuri kwa namna yake. Lakini kuna wazuri wenye kipawa cha uzuri. Unapishana na mtu yani unamshangaa ni kama amecholwa lakini ni mtu. Ndio maana chunguza. Sio kila mtu atafanya kazi kwenye ndege. Unajua kushtukia. Tutapata hasara. Angalia wazo vizuri wanafanya kazi reception. Chunguza maeneo haya. Wanafanya kazi, uwezo kumchukua mwanaume mwenye sura kama mimi ukamweka reception upate wateja. Angalieni, kana kazi reception kama mtu fulani ambako hata kama akiwa wa kiume, unamshangaa mwanaume yani yuko tu yani umeshafungua mlango kakutabasamlia. Wao unahisi tabasamu amenipenda sana, kumbe yuko kazini. Watoto wa Mungu, haleluya. Mwangalie jirani yako, mwambie wewe ni mzuri kwa aina yake. Kwa hiyo relax. Haleluya watu wa Mungu. Kwa hiyo uzuri nao ni kipawa. Sasa huyu akiwa na hivi viwili, ana hatima, ana kipawa, bado havitotosha, hawezi kwenda kwenye hatima yake mpaka awe na kibali kile cha tatu. Kibali ni nini? Kibali ni upendeleo wa kimungu kinachofunua kipawa ili kumpeleka mtu kwenye hatima yake. Kwa mfano, mimi kipawa cha kulifundisha neno la uzima, hatima yangu ni utumishi. Kumtumikia Mungu ndio hatima yangu. Yaani mpaka siku ataweka msalaba pale, huyu alikuwaga ni mtumishi wa Mungu. Yaani ndio hatima nilionayo. Lakini kwenye utumishi, Mungu ananipa sasa cha kunisaidia kukamilisha utumishi ambao ni kipawa. Kipawa hicho kipi? Mimi sio mwimbaji. Mimi ni mwalimu wa neno la uzima. Na kufundisha neno kiasi ambacho mpaka unatamani muda mbona hautoshi. Unanielewa sasa eh? Hatufanani. Hata kuna walimu wengine woje kuhubiriwa na mtu mpaka unasinzia. Kuna mtu anaweza akakufundisha neno, unaangalia muda mbona amalizi. Kama hatufanani. Lakini naye ana kasehemu kake. Ukimpelekea wagonjwa kubwangua mapepo, hawakai. Neno kila mmoja na mahala pake. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Mungu anaponipa kipawa sasa hiki, kama sina kibali, usingeniona hapa. Kwa hiyo kinachonileta hapa sio kipawa. Kinachonileta hapa ni kibali. Kibali kikifunuka, yani wewe unajua mimi najua kufundisha leo kwa sababu ya kibali kilichonileta. Mpaka unanitunza kwa sababu ya kibali. Haleluya. Kwa hiyo unaponitunza unitunzi mimi, unakitunza kipawa kilichoonekana kwa sababu ya kibali. Tungekutana wewe barabarani pale, tungekutana mazizini pale, ungenipa hata hii njuruku. Usingenipa mshiko. Usingenipa hela hizi, usingenitunza. Ungeniona tu ni mjomba fulani tunapishana naye mwembamba, uaga hali vizuri. Kilichokufanya unakuja kunitunza, unatunza kipawa alichonipa Mungu. Haleluya. Kwa hiyo kwa matunzo yako naishi, nakula, na kunywa maji ya kunywa, nafikisha hatima yangu. Haleluya. Pigie Bwana makofi kwa ajili ya mambo matatu. Kwa hiyo kwenye familia za watu kuna mifumo ya kukataliwa kwa maana ya kibali ya kipo, yani ya kubariki.
Mungu anapokupa kibali kinaufunika udhaifu wako. Nitoe mfano kidogo na kutolea mfano Venance. Kitambaa kiko salama cha Mhubiri. Unaona kwa mfano Venance, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Okay. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Amesema amen akiwa na kibali, amesema amen akiwa hana kibali. Haleluya. Mungu anapokupa kibali namna hii, kazi ya kwanza ya kibali ni kuuficha udhaifu wako. Mungu akikupa kibali, ule udhaifu wako hauonekani. Lakini hauonekani sio kwa kila mtu. Hauonekani kwa watu husika wenye kazi ya kukuvusha wewe kwenda kwenye hatima. Sio kila mtu atakukubali, no. Isipokuwa wale waliokusudiwa na Bwana watakupenda kwa sababu ya kile kibali kilichoko juu yako. Ndio maana umesikia watu mtaani wanasema hivi, mimi najua wewe unikubali. Mimi najua unikubali. Njoo tuongee. Mimi ngoja niongee na huku. Ngoja niongee na wanaonikubali. Wewe unanikataa. Wewe Sio kila mtu atakukubali, na usitake kupendwa na kila mtu. Wewe sio Biblia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huyu sasa anapokwenda kwa mfano kuomba kazi, kama kwao mifumo inakataa kabisa, hawaruhusiwi kupata kazi, wasome wasomavyo. Yaani anajua Viingereza vingi, anavaa tai, anapiga perfume za Bellagio la Vocaccia, lakini hakuna kazi. Ni mission town tu. Familia imezuiwa. Kuna point of limitation, marufuku kupata kazi. Kwa hiyo hawana kibali cha kazi. Kwa hiyo huyu sasa anapopata kibali, kwa mfano kwenye maombi ya wiki hii, anapokwenda kuomba kazi mahala, anamkuta madam hapa, anamuuliza unaitwa nani? Madam anamuuliza unaitwa nani? Anajibu naitwa Venance Abel. Wanaanza interview pale. Huyu madam atampa huyu kazi sio kwa sababu ya uzuri wa kuongea kwa huyu au CV alionayo. Kwa sababu kama ingekuwa CV ndio nakupa kazi, kuna mtu ana GPA kubwa kuliko wewe uliye hapa. Na nielewa sio CV, usilogwe wala usilogwe ukajua ni CV yako tu katuna. CV yangu mimi nimesoma. Kuna watu tuko hapa sio mchezo. Tulisoma sana. Nipigie makofi kidogo. Kumtia moyo mhubiri sio mbaya. Haleluya. Kwa hiyo huyu sasa atapata kazi kwa sababu ya kile kibali kinafunika udhaifu wake, kwa sababu unaweza ukakosa kitu kwa sababu ya muonekano wako tu wa uso. Labda nikwambie kwa nini. Kwa mfano, mzee wa kanisa huyu hapa ni mama wa familia. Natoa mfano, mama yangu ni mama wa familia, ameokoka na mpenda Yesu. Kwa mfano sasa, Venance huyu kwa sura yake ilivyo inafanana kabisa na kaka mmoja ambaye aliwahi kumuumizaga huyu bosi ambaye anatakiwa kumpa Venance kazi. Aliwahi kumuumizaga huyu bosi akamwacha solemba. Kwa hiyo huyu mama ana uchungu na yule kaka mpaka leo. Alafu Venance amefanana copyright na yule kaka. Ndio anakuja na miguu yake kuomba kazi. Huyu mama kimcheki Vena, hamuoni Vena. Anamwona ni yule kobelo aliyenitenda mabaya form 2. Unaelewa sasa? Kwa hiyo huyu atakosa kazi sio kwa sababu ya qualification. Atakosa kazi kwa sababu ya msula wake huko kama kobelo wa form 2 aliyempenda huyu vibaya. Ina flow? Haleluya. Sasa unapokuwa na kibali cha Mungu kinapokufunika, udhaifu wote ambao utadisplay kwa huyu hata uona. Huyu atapata kazi vizuri sana. Huyu asipojua kwamba ni kibali cha Mungu atakuwa na kiburi. Akiwa na kiburi, kazi zinaendelea, mwezi wa 5, mwezi wa 6, mwaka wa 2, kibali kinaondoka kwa sababu ya kiburi, anabaki na sura yake. Huyu anaanza kujisikia kumchukia huyu. Ndio maana tuna watu ulipoanza kazi ulikwenda vizuri, lakini leo hii wewe na bosi hamuelewani. Bosi akusalimii vizuri, kibali hakipo. Tukitafute kibali wiki hii na Mungu atakusaidia. Haleluya, watu wa Mungu. Lakini pia utakuja kuona hata kwenye masuala haya tulionayo, hata kwenye masuala ya ndoa. Kama umeolewa uko hapa, zamani mumeo alikuwa anakuambia I love you so much mara 6 kwa siku. Wakati amekuwa mpya, asubuhi akiamka I love you, anakuacha pale na busu mwa. Baadaye kidogo anakupigia simu, kunywa chai. Mkunywa chai na nini? Mchana umekula chakula, usahau kunywa maji ya kunywa. Anakea mno. Maisha yamekwenda. Leo hii mkiamka asubuhi umeamshwaje? Sio kuamka mwenyewe, ni mpaka uamshwe. Haleluya. Unamjibu pale salama. Hiyo salamu ya asubuhi nyingine unakuja kuipata saa 11 ili ifunge vya asubuhi na usiku kabisa. Umeshindaje siku yako? Pako nawaza, jamani, ni yule kaka ambaye alikuwa ananiambia I can swing from one point of the river and to another just to bring you an ice cream. Wakati anakuchombeza kwa maneno mazuri, alikuwa anakupa bakshishi, anakutumia kama mnaongea kwa simu. Kwa sisi wazee wa zamani kwenye Tigo kulikuwaga wakati wa bazi, kulikuwa na muda saa 6 mpaka 12 free.
Piga wewe, ikikatika na piga mwenzako. Kata wewe, kata wewe. I love you, kata wewe. Kata wewe bwana. Mnakuwa kama majinga. Kata wewe bwana, kata wewe. Kata. Mimi bando limeisha. Yaani hela imeisha, wewe yuko anamtumia ajiunge ili apigiwe. Ni ujinga tu ule. Haleluya. Lakini yale yote leo hii hayapo. Yaani hata ukimfuata baba Njuruti, ukamwambia baba Njuruti umeshindaje leo? Unaonekana umenenepa, anakwambia Mungu ananisaidia. Yaani kono lako ni kama mzigo wa simenti juu yake. Na anasingizia joto la Dar es Salaam, usinisogelee. Si usogee huko. Paka unaza jamani sana, sogeaje huku? Sogea huko. Huo ni joto bwana, hapo nimechoka mno. Kaka Evans. Mfano mwingine haikuhusu. Haleluya, watu wa Mungu. Lakini haya yote yanaendana na nini? Na matatizo ya kimfumo. Pakitokea kwa mfano kama kuna mtu uko hapo na tatizo la ndoa, una migogoro ya ndoa ambayo mpaka wewe unawaza nini kinaendelea? Umeshafanya kila kitu ili akupende, lakini mambo bado. Kwa sababu kuna watu wana makatazo ya ndoa. Kuna watu wana marufuku ya kuolewa kwenye asili yao. Unapomuoa wewe, mifumo ya familia yake itainuka kuwapiga vita. Kwa hiyo upinzani ulionao ni vita ya kimfumo. Kama haujajua, haitaondoka hapo. Fanyie kazi. Wiki hii naitangaza rasmi kama ni wiki ya kifamilia. Shangilie Bwana kwa makofi. Mifumo ya baraka itakuja na mifumo ya laana tunaichana kwa jina la Yesu Kristo. Naomba usimame. Naomba usimame pale ulipo. Lakini tunamwona Ibrahimu kwamba anatoa sadaka fungu la 10, anapokea baraka. Nataka niombe na watu leo, ni tarehe 1. Yoyote uliye hapa na ndani yako na wiwa kufanya agano na Bwana kwa sadaka yako ya fungu la 10, tafadhali naomba upokee bahasha, uandae sadaka yako, na baadaye nitaomba kwa ajili ya sadaka hii. Kama alivyofanya Ibrahim, Mungu ametupa neema leo siku ya tarehe 1. Sasa mpango uwe nao, kwa sababu kuna sababu ya kumtolea Mungu. Jesus. Wakati wazee wa kanisa unapokea bahasha, pale ulipo utapokea bahasha. Njoo tumbele uchukue bahasha. Bwana nasikia. Njoo uchukue bahasha, andaa sadaka yako, na ukimaliza kuiandaa sadaka yako simama. Jesus. Na mimi unapoendelea kuandaa sadaka yako, wale ambao bado wameketi, unaweza kusimama, basi usimame pale ulipo. Na ninapotaka kuomba kwa ajili ya sadaka hiyo, nikukumbusha tu kwamba Mungu alinipa neema kwa ajili ya kusaidia watu wengi ambao wana shida ya kibali. Nikawa nimeandika kitabu ili kuwafikia watu. Kitabu hiki kina maombi ya kibali cha Mungu, nimeandika mwenyewe na kuhakikiwa na mchungaji wangu, na kuzinduliwa tarehe 8 mwezi huu wa 2 na mchungaji wangu pale Usharikani, na kuombewa. Sababu hiyo, wewe utakayeguswa kwa moyo wako wa kupenda kuipeleka kazi ya Mungu mbele, utapata kitabu hiki. Humu ndani nimeeleza pia namna mifumo ya familia inavyopoteza kibali kama adui mmoja wapo wa kibali. Nimezungumza adui wa kibali, adui roho za familia, adui kiburi, adui roho ya zinaa na mambo kadha wa kadha. Lakini pia nimekuwekea mwongozo wa maombi. Kama kuna mtu ambaye unaweza kuomba siku 3 kuomba kibali, kufunga wiki nzima, nimekuambia humu ndani uanze kuombaje, maandiko gani utumie, na unawagawaje masaa. Kwa mfano saa 12 mpaka saa 4 asubuhi, kuanzia saa 4 asubuhi mpaka saa 10 uombe nini, saa 10 mpaka 12 uombe nini. Nimekuwekea humu ndani kukusaidia. Na kuna maombi maalum ya kukusaidia. Humu ni kitabu cha maombi, sio kitabu cha story. Kimejaa maarifa na maombi. Utakipata kwa 10,000 tu. Mwinjilisti alikitangaza asubuhi na kukisemea vizuri. Utakipata kwa 10,000, na kama huna hela mfukoni, kuna namba ziko humu. Mimi ni mtu wa imani. Chukua kitabu, namba zote humu ni zangu. Na kama ukiwa na swali kuhusiana na kibali, nipigie mimi mwenyewe, nitakujibu na nitakwambia alikupa sana. Haleluya. Niombe kwa ajili ya sadaka iliyoshika ya sehemu ya 10 popote pale ulipo. Na wewe ambaye Mungu hajakupa neema kwa siku ya leo, Mungu atakupa neema next time. Lakini pia katikati yetu tuna watu ambao wanatafuta tenda, wanatafuta kazi, bado vyanzo vya mapato havijakaa vizuri. Nitumie nafasi hiyo pia kuombea na wao. Inamisha kichwa chako kwa moyo unyenyekevu, twende mbele za Bwana.
Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, asante Bwana kwa neema na upendo uliotupa asubuhi ya leo. Umenipa neema mtoto wako kusimama katika madhabahu yako hii takatifu, madhabahu ya Kipunguni B. Baba, nakuja mbele zako kama mtumishi wako, kama mtoto wako, kama askari wako, kama kuhani wako wa zamu ya wiki hii kwa habari ya semina Kipunguni B. Watoto wako mkononi mwetu Bwana, tumeshika sadaka za mafungu ya 10. Lakini wako wengine ambao hawajapata neema, milango ya kazi haijafunguka, na inawezekana kabisa kwa sababu za kimfumo ya kifamilia kwamba kwao hawaruhusiwi kabisa kupata kazi, ila wanaruhusiwa kufanya vibarua na biashara ndogo ndogo zisizo na tija katika maisha tulionayo. Baba, ninakuomba hawa ni watoto wako. Kila anayenyosha mkono wake leo kwa sadaka yake fungu la 10, kapu lake liongezeke, mpe maongezeko zaidi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na waombea hata wasio na kitu Bwana cha kukutolea. Baba, wape maongezeko. Wenye biashara za hardware, wenye biashara za saluni, wenye biashara za maduka, biashara za kukopesha, kuuza vyombo, kuuza nguo, nguo za watoto, nguo zozote zile, kuuza viatu, wenye biashara za vyakula, wenye biashara za saluni za kike, saluni za kiume, wanauza maduka ya jumla na rejareja, walioajiriwa kwenye kampuni binafsi, kampuni za serikali. Baba Mungu, ninaomba rehema zako ikawe juu yao kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Hata yule asiye cha kutoa leo Baba, ugange moyo wake, muonyeshe njia na malango yafunguke kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Katika majira haya kwa lazima Baba tukuone wewe. Kwa jina la Yesu Kristo mpaka mafuta wako tunaomba na kuamini. Amen. Mungu akubariki sana. Wewe utakayewiwa kupata kitabu utakaribia vipo, na katikati ya wiki pia kwenye semina vitakuwepo. Mungu akupe neema sana, na sababu hiyo Mungu akutunze. Neno la Mungu.